kwa kupitia finance bill. Lakini pia Mheshimiwa Rais alishasema pasiwepo na sheria ambayo inakuwa kikwazo. Bunge lipo, mwanasheria mkuu wa serikali yupo, tena huwa yuko na utayari wa kufanya kazi usiku na mchana. Kwa hiyo kama ipo, kama hata sio finance bill tu, hata lile ambalo linahitaji mabadiliko ya sheria, tunayo fursa ya kubadilisha, kwa sababu tuko na hizo dhamana za kufanya hivyo. Kama linagusa TAMISEMI, kama linagusa wizara ya kisekta, twendeni tuyabainishe, tuyaandikie yabadilishwe, ili siku nyingine tukikaa kikao kama hiki tuwe na yale tunayoyasema, tulipokaa hili lilikuwa bado, leo tulipokaa hili limerekebishwa. Tulipokutana tulirecommend, tulipendekeza hiki, tunavyokaa leo hili limeshafanyika. Na mimi hilo ndo litakalo kuwa pendekezo langu kubwa, ndilo litakalo kuwa jambo la msisitizo, ndio yatakayo kuwa maelekezo ya leo. Twendeni haya tuliyoyabaini kwa jedwali kabisa, kwa matrix, tuseme hili tumelitatua, hili tumelitatua, hili tumelitatua, na yale ambayo inaonekana hayajatatulika tujue ni kwa nini hayajatatulika. Hiyo itakuwa inaashiria maana ya mkutano huu. Tusipotekeleza hata haya yakaendelea kuwepo, maana halisi ya mkutano huu itakuwa imefifishwa. Waheshimiwa wakuu wa mikoa, makatibu tawala na wakurugenzi wa halmashauri, tubebe jukumu la kuwa wa kwanza katika kupeperusha hii dhana ya uwekezaji katika maeneo yetu na masuala ya kukuza biashara. Tunapokuwa ziara huwa tunapata ile taarifa ya kwanza kabisa, hali ya mkoa ni salama. Sasa tuanze kama tunatembeleana mwaka mpya, tupate na taarifa tumeongeza uwekezaji kwa kiwango gani katika mkoa wetu. Katika mkoa wetu tumeongeza uwekezaji kwa kiwango gani? Katika mkoa wetu tumekuza biashara kwa kiwango gani? Mpya, nilisikia comment kutoka kwa moja wa msemaji, mpya kwa kiwango gani? Na tukuze pia biashara zilizopo. Sasa sisi huku nikawaambia, ikitokea biashara ambayo alishakuwa hata mlipa kodi mkubwa akayumba kidogo, ndo tunaenda kufunga tunammalizia hivyo hivyo. Na kwenye benki ameshakopa, ameshalipa 80%, kayumba na 20%, tunaenda kuuza ile collateral kwa hasara, tunammalizia. Hiyo treatment ya aina hiyo kwa sekta binafsi lazima iwe na mtazamo mpya, lazima iwe na mtazamo mpya. Kila mtu awe na appetite ya kuona sekta binafsi business inakuwa, na ile ambayo imeugua inapona, na iliyougua ipone. Ndio. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ofisi yangu pamoja na ofisi yako TAMISEMI tunaandaa nyenzo za kushindanisha mikoa yetu na mamlaka ya serikali za mitaa. Business Ease of Doing Business Competitive Index. Hii kila mkoa utapimwa jinsi wanavyowezesha biashara na kuvutia uwekezaji. Kwa hiyo ni neno ambalo waheshimiwa wakuu wa mikoa na viongozi wenu wengine tutawashirikisha, na hatuwazi sisi, inafanyika hapa Vietnam, South Africa na maeneo mengine. Kwa tukishakamilisha instrument hii, tunaandaa
ofisi yangu na ofisi yako Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakisimamiwa na waziri wetu wa TAMISEMI Mheshimiwa Shemdoe Profesa, tutakapokamilisha hii, kwa hiyo tutakuwa tunawapima kule jinsi ambavyo mnavutia uwekezaji, mnavyolinda biashara, mnavyopromote biashara, na tutakuwa tunatoa ranking hii kila mwaka mara moja, na Mheshimiwa Rais ama kwa maelekezo yake kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu atapokea taarifa hiyo. Tutaona nani ambaye anafanya kazi hii, nani ambaye anakwenda namna gani. Kwa hiyo kutakuwa na hiyo. Kwa hiyo hii itakuwa ni beyond revenue collection. Kwa sasa mamlaka za serikali za mitaa zinapima kwa revenue collection, kwa hiyo zinabadilika kuwa TRA nyingine, lakini tutaenda zaidi ya hapo ili tuone jinsi ambavyo mnakuza biashara katika maeneo yenu. Matarajio yetu, matamanio yetu, matumaini yetu kwenye utekelezaji wa dira ya mwaka 2050 ambayo ilishazinduliwa tokea mwaka jana na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa wakuu wa mikoa, sasa hivi uchumi wetu upo plus minus dola bilioni 100. Tukichanganya uzalishaji wetu wote wa bidhaa na huduma ndani ya mipaka yetu, whether tumezalisha wenyewe wa Tanzania au wageni wetu tulioalika, thamani yake inafikia dola bilioni 100 kwa mwaka, angalau kwa hesabu za mwaka jana. Tunakamilisha na Fiscal Economic Survey, matokeo yatatokea haraka. Lakini tunapotaka kwenda katika miaka 25 inayofuata, ndio kule ambako Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Morogoro alikutaja kwamba tufikie uchumi wa dola trilioni 1. Maana yake ni kwamba tukue mara 10 zaidi katika miaka 25 inayofuata kutoka hapa tulipo leo. Na hili haliruhusu kuendelea na business as usual. Haliruhusu kuendelea kufanya kazi kwa mazoea kama tulivyo hivi leo. Wote tuliopo serikalini, maana yake ni kwamba tunahitajika kubadilika sana katika utendaji wetu, tuweze kufikia kule ambako wote kwa pamoja tulikubaliana tunataka tufikie uchumi wa saizi ile. Ndani yake this is sio tu ukuaji wa uchumi, lakini mageuzi ya msingi, mageuzi makubwa sana. Is an epochal transformation ya uchumi wetu kufikia kule tunakusudia.